Nichukue fursa hii, nafasi hii ya kipekee kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye daiman wa abadan anatupenda sana na hata nasi pia tunampenda. Katika mapenzi yake ashawahi kusema, inna likulli nabiyyin da'wa li ummati, ama kila mtume amepewa dua kwa ajili ya watu wake na akawaombea, nami nikapewa dua, lakini ya kwangu iddakhartuha shafi'atan li ummati yawm al-qiyama, ya kwangu mimi nimeiweka hakiba, nimeihifadhi kwa ajili ya wafuasi wangu siku ya Kiyama. Nabii Muhammadin damat lana al-afrahu wa qulubuna bi dhikrihi tartahu idha talawna dhikrihi wa haditha. Basi kwa ajili yake furaha imedumu mno juu yetu, na akitajwa utakuta nyoyo zetu zinaburudika, kwani sisi ni ushaqun nabii wa nabiyuna hayyun fi qulubina, sisi ni vipenzi vya Mtume Muhammad na hakikatan yuko hai katika nyoyo zetu. Na ashawahi kubashiri akasema, uditu, natamani kuwaona ndugu zangu, kuwaona jamaa zangu, na amethibitisha kwamba watakaonipenda zaidi pia ni wale watakaokuja baada yangu mimi, wa amana bi wa lam yarawni, wakaniamini hawajaniona, watakuwa na mapenzi makubwa, na inshallah ni sisi tunampenda kweli Rasulullah. Hata baadhi ya tabi'in walikuwa wakimfuata Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman ni Umar, ni Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Alikuwa akiulizwa, a antum ra'aytum Rasulullah bi'ayunikum hadhihi, hivi ninyi ni watu ambao mlimuona mtume, rehma na amani ziwe juu lake, kwa macho yenu haya mawili? Asema naam, nahnu ra'aynahu Rasulullah bi'ayunina hadhihi, sisi ni watu ambao tumepata fakhar, tumemwona mtume kwa macho yetu mawili, physical, jisman wa ruhan ma'an. A antum kallamtum Rasulullah bi alsinatikum hadhihi, hivi ninyi ni watu ambao mmezungumza na mtume kwa dini hizi kabisa, mubasharatan, live, bila chenga? Ambia naam, ni sisi watu ambao tumeongea naye bi alsinatina hadhihi. Antum amsaktum Rasulullah biaydikum hadhihi, mnataka mtuambie ni nyinyi mlomshika mtume kwa mikono yenu hivi, mkatuambia mkono wake layina min harir? Asma naam, laqad amsakna Rasulullah, tumemshika mtume, tumetamassak naye biaidina hadhihi, mikono yetu hii, na saa nyingine tunapigana naye makamama, tunakumbatiana naye mubashara. Basi yule bwana akapata ghera, akamwambia twibitu, umepata bahati kubwa. Ikiwa majabal jamadat vililia kwa kukanyagwa na mtume tu, ikiwa mawe yalitamani kumfuata mtume tu, ikiwa kisiki alichokuwa nakalia kutoa khutba kilipong'olewa kililia, halafu nyinyi mmemshika, mmetembea naye, mmekula naye tipe tu, ama hakika mmepata bahati kubwa. Na saa nyingine walikuwa wakimwona moja kati ya sahaba wanamkamata mkono, alafu wanajipangusa mwili mzima, asema hadha yadun laqad massat Rasulullah, huu mkono ulimshika mtume, wanapangusa zile baraka zake. Yule bwana akasema naam, uridu an aqula lak,
Na mimi nataka nikuambie kitu ambacho Mtume kasema. Kasema nini Mtume? Anasema ishtaqa qalbi ila ahbabi, mimi jamani nawaza vipenzi vyangu. Wakamuuliza walasna hababaka, kwani sisi sio? Akamwambia antum masahabi, ni sahaba zangu. Wa ahbabi man yatuna min ba'di, vipenzi ni wale watakaokuja karne za mbele hizo. Wa amana bi wa lam yarawni, wakaniamini hawajaniona. Kisha akasema tena tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba, mpaka ikafika mara 7. Tuba ni ngazi ya juu peponi, ni manazi peponi, au ni hongera. Mtume ameitoa mara nyingi kwa sababu ya nani? Anasema tuba limarraani wa amana bi, hiyo hongera hiyo au huo mti huo peponi, kila alioniona akaniamini amepata. Kisha akasema thumma tuba thumma tuba. Imam Ahmad akasema imefika mara 7. Hizi mara 7 zote liman amana bi wa lam yarani, kwa kila alioniamini ile hali hajaniona. Msiwe wanyonge, wallahi Mtume ni wetu, na inshallah tutakuwa naye peponi siku ya Kiyama. Tuendelee kumwamini, tuendelee kumpenda na kumfuata pia, na kuwahamasisha wenzetu wamfuate Mtume, kwa sababu katika kumfuata kuna nuru ya hali ya juu. Khutba ya leo inataka kusema nini? Na kabla haikusema nini, nilikuwa nimekusudia kuzungumza kitu muhimu mno, lakini inshallah taala leo tutakificha. Nilikuwa nataka nizungumzie machozi. Machozi duniani yako ya aina nyingi, sampuli nyingi. Kuna machozi ya sumu, kuna machozi ya laana, kuna machozi ya baraka, kuna machozi ya huzuni, na kuna machozi ya kufurahi. Mtu aweza akafurahi tu na machozi yakamiminika, na kuna machozi mengine hayana kazi. Mtu aweza akakata tu kitunguu, unamkuta analia muda wote. Na machozi ni tiba, na machozi ni dawa. Hata ukiwa na uchungu mkubwa moyoni, wanakwambia jifiche sehemu ulie, inapunguza maumivu makubwa. Kwa hiyo kulia kuna maana kubwa, na ndio maana pepo ni kitu ghali. Lakini miongoni mwa watu watakaoingia peponi siku ngumu, siku yenye haul na kiyama, ni mtu ambaye ametoa machozi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akatoa machozi mengi, akakaa pembeni, khalian fafadat aynahu min ad-dam'i, akalia. Mtume anasema sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhill. Watu wa aina 7 ni mtu amekaa pembeni akalia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni hodari mno. Sayyidina Abu Bakar anasema kama huwezi kulia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hebu injekti kama unalia. Na alikuwa akilia, alikuwa akipaka mpaka ndevu zake machozi. Asema sehemu inayoingia machozi haiwezi kuguswa na moto. Amira al-Mu'minin Umar anasema kulia ni mzizi wa hekima, kulia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hal bakaita lillah, na wewe ushaikulia siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa machozi haya nilikuwa nataka kuzungumzia chozi la mzazi, ambalo chozi la mzazi halijawahi kurudi nyuma. Limebeba mashaka, limebeba tabu, limebeba vifo, yani fanya vyovyote, lakini asije akakulilia mzazi wako. Akilia tu umekwisha. Wanasema inna fi'la raddu fi'l, kila action ina reaction kwa haraka sana, hasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
ikiwa imefungamana na mzazi. Mzazi wako hata nyewe wenyewe ni mashahidi. Mfano, kuna ndoa hakuiridhia tu ukaforce, autoboi katika ile ndoa, mtakosa watoto, mtaachana, wa ma ashbaha dhalik. Mahusiano yako mzazi ndani yake lazima yumo ndani yake. Angalia, kuna mzazi mmoja hata alikuwa ni mjane, tena mwanamke. Sasa mzazi huyu ana binti yake ameingia baligh, hana utulivu, wanaume na yeye na wanaume. Mzazi akaliona, akakataza, nisikilize, usianze kunipa tabu ukanikumbusha maumivu ya kufiliwa na baba yako, nisikilize. Hasikii, anakwenda anarudi, anakwenda. Siku hiyo karudi usiku, mama akahamaki, akaona hii imekuwa too much, akamnyanyalia binti yake mkono, akampiga hasa. Lakini baada ya kumpiga mtoto hajakubali, na ndio kizazi cha leo kuanza kubishana kidogo na wazee. Ndio maana naambia mtoto wako akianza kubisha, usibishane naye, utagawana naye majukumu ya kutawala. Wanasema kizazi cha leo ni kizazi cha nyoka, kinajibu wazazi. Ndio maana rahma ni ndogo, mambo ni magumu. Alipompiga binti kampiga mama. Binti kachachama, kampiga mama kweli kweli, mpaka mama kaomba msaada, mpaka mama kalia kweli kweli. Watu wengi wakaja, umefikia stage hii mpaka unampiga mama yako, wewe wa dunia ya wapi? Alafu angalia jambo analokuasa, maisha yako wewe kwake bado hukui. Mikononi mwake ulifanya ndo sehemu yako ya choo, umesahau. Na ukijisaidia ni kero, yeye ndo anafurahi. Kitanda chako ni mgongo wake mama yako, anaimba nyimbo hazieleweki kwa sababu yako. Leo umekuwa umeota mapembe, unampiga mzazi wako. Basi watu walipogombelezea mzazi kama yule, akawaambia mwacheni, msimzuie, mwacheni anipige mpaka animalize. Haya, kwa nini sasa? Akasema wallahi, chozi la mzazi alidondoka chini, na mimi hivi nilithubutu kumpiga mama yangu mzazi, na kesi ilikuwa hii, ananitakia kheri, mimi naona ni shari. Wallahi, nikampiga mama akalia. Alisema neno zito, umediriki kunitoa machozi mwanangu, umepoteza network. Yani network yako ya maisha ya dunia na akhera haisachi tena. Na hili chozi langu hili likidondoka chini, kwa hivi ulivyonipiga, lazima hii action itakukuta mara mbili yake, na isipokukuta labda Mungu hayupo. Aljazaa min jinsi al-amal. Basi nilivyompiga mama, nikaona nimempiga kidogo, yameisha. Tena nilimpiga kofi moja, akalia mama. Leo hii binti yangu kaniua, kanipiga msingetokea, kwa sasa hivi nakufa. Kwa hiyo nasema msimzuie, naanza kupata moto. Lakini kwa sababu na mimi ni mzazi wake, kesi iko pale pale. Hata huyu nimemlilia sana, alichonipitisha atapitishwa mara mbili na kizazi chake. Tumewatenda wazee, ilikuwa ni mada muhimu sana, lakini nimeiweka hakiba na maana. Mada ya leo fupi kabisa, inataka kuzungumzia shetani tu, nataka kumzungumzia ibilisi mbaya tu. Na ibilisi huyu anaitwa Freemason. Huyu Freemason ni nani? Freemason yuko wapi? Freemason, Qur'ani inatupenda na muongozo wake ni mkubwa. Allahu akbar, inna dina Muhammadin nurin wa aqwa muqima. Qur'ani, Nabii Allah Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, aliposhushwa ulimwenguni, Mwenyezi Mungu ambia qul nahbitu minha jamia, ondokeni nyote na mkeo. Akaondoshwa peponi, akashushwa India, mkewe akashushwa Jeddah. Lakini na ibilisi naye alikuwemo, alishuka moja katika mlima fulani Iraq, wa umzilatil hayya, na nyoka pia aliteremshwa kwa sababu alisababisha makosa kutokea. Alipoteremshwa Sayyidina Adam, qul nahbitu minha jamia
fa imma yatiyannakum minni huda, nendeni huko ulimwenguni nitakuleteni huda, hidayati, huda irshadati, huda instruction, nitakupeni mwongozo, nitakupeni sheria. Faman tabia hudai, atakayefuata mwongozo wangu mimi, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, siku akifa hataogopa kuhusiana na nyumba ya akhera ikoje, wala hatahuzunika aloyaacha, atayaona ni madogo na mambo yake yote yatakuwa super. Ndio ulama asema fahariyu fi muslim fi hayatihi kull kitabu wa sunna. Muislamu amelazimika maisha yake yote atizame Qur'ani inasema nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza vipi. Kwa mwongozo wa Kiislamu unatuambia mtu akija na habari zake kazitoa huko, ameleta habari, msiende nazo jumla jumla, fatabayana, kaeni chini mufanye bayana. Muadh bin Jabal, twendeni kidogo kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkataza kukurupuka. Katika nyaadhi 10 zile alimuhusia, akamwambia think before. Nyie mnaona ni proverbs kama za kizungu, wazungu wana maneno, wameyatoa wapi maneno? Hadithi hizi. Mtume aliambia tambua hakuna uchamungu bila kufikiri kabla ya kutenda. Think before doing. Fikiri kabla ya kutenda, pia fikiri kabla ya kusema chochote. Moja kati ya sahaba Mtume amwambia, Ashajja Abul Qais, anamwambia hivi, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, wewe sahaba wangu una mambo haya mawili, Mwenyezi Mungu anayapenda mambo mawili. Kana kwamba Mtume asema kila Muislamu ambaye hajaingia katika masomo haya basi yaingie. Ni yapi mambo yenyewe? Alhilmu wal anatu, upole na umakini katika mambo. Hii ni shule kubwa sana ambayo leo tumeikosa. Tumesoma lakini hatuelimiki. Si matunda ya ufahamu tunayekosaji, elimu na umakini. Ukiwa na sifa mbili hizi, wallahi likikujia neno au tendo, hulichukui jumla jumla, kwanza unaliweka mkononi, hata baadaye ukilifanyia maamuzi ni maamuzi endelevu yenye faida endelevu. Muislamu atakiwa awe hivi. Mnamkumbuka Sayyidina Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, alivyoona amewekwa jela, kisha wale watu wa gerezani baadaye wakaja kumwambia mfalme, sasa anakuita Yusuf, unaitwa Yusuf, twende, lile ulioniomba zamani nilisahau, wadhakara baada umma, twende sasa hivi. Nabii Yusuf alikataa kwenda ikulu, akamwambia hapana, msitoe, niacheni hapa gerezani. Umekaa muda mrefu au ndio ushazoea? Ambia hapana, ili nitoke hapa kuna sharti. Kwanza kabisa, wale wanawake waliojikata mikono yako waulizwe kwa nini walijikata mikono, na Sayyida Zulaikha aitwe aeleze umma kwa nini alinifunga. Wale wakija, inshallah mimi nitatoka, nitaenda ikulu. Ikawa kesi kubwa imetoka ikulu ikahamia mahakamani. Pale Mtume alimwombea dua Sayyidina Yusuf, rahimallahu Yusuf, Mwenyezi Mungu ampe rehema nyingi ndugu yangu Yusuf, ana hilmu wal ana, ni mpole na umakini. Kwa sababu kuingia gerezani ilikuwa propaganda, kashafuliwa, kabaka na hivi, na hakuyafanya hayo. Na hivi sasa angechukuliwa kupelekwa huko, magazeti haya hayana naba, yana habari tu, basi wangeanza kumchafua. Aliotaka kumbaka mke wa waziri leo sasa atoka gerezani aenda kwa mfalme mwenyewe, sijui atambakaje huyo mke wake, kagoma. Pale alitengeneza umakini mkubwa. Mtume akasema, ningekuwa mimi Muhammad, ningetoka haraka haraka, lakini Yusuf yuko makini kuliko mimi. Hii ni tawadhu, si kweli? Mtume yuko makini kuliko Sayyidina Yusuf, lakini ana tabia ya kujidogesha, kwa sababu alikuwa sayyidil mutawadhi'in,
Ndio maana huwa tunamtajataja sana mtume kwa tabia, laqad faqa nabiyyin fi khalqin wa fi khulqin, kawapita watu wote tabia, na tabia ndio jambo kubwa Waislamu. Mwanamke kudumu kwa ndoa ni tabia, kazini ukipendwa sana ni tabia, unashindikana kwa sababu huna tabia. Na Muislamu unakosaje tabia wakati mtume wetu ni mtu wa tabia? Ana tabia ya kujishusha. Man tawadda rafahu Allah, na anayejishusha Mungu humnyanyua. Angalia alituonya juu ya Sayyidina Yunus wazi wazi, aya zimemsema kwamba yeye ana visirani, wa dhannuni dhahaba mughadhiban. Angalia alivyoondoka na visirani, fadhanna lan naqdir alayhi, mpaka wanachuoni wengine wasema msije mkaitafsiri hivyo isipokuwa an yufassira alqur'ana nafsuhu bi nafsi, msije mkasema alidhani kwamba hatutomweza, mtamdogesha. Faman qudira alayhi rizqa yudayyiq alayhi rizqa, hapa semeni alidhani kama hatutomfanyia ugumu kidogo mambo kuficha ficha, lakini sehemu nyingine Mungu kasema fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut, subiri Mwenyezi Mungu, usiwe kama yule jamaa wa samaki. Maneno makali. Wa inna Yunus la minal mursalina idha abaqa ila alfulk. Angalia hapa ameitwa abaka, maana yake abdun abikun, kamkimbia bosi wake bila kuaga. Yote si majina mazuri, lakini mtume anasemaje? Wala tufadhiluni ala Yunus, nisimsikie hata mtu mmoja akasema mimi Muhammad ana khairun min Yunus, eti mimi ni bora kuliko Yunus, na mtume ni bora kuliko Yunus. Tawadhu. Hapa anamsifu Sayyidina Yusuf, asema yuko makini. Ningekuwa mimi ningeitwa na mfalme ningeenda, lakini mwenzangu aliyapima mambo kwanza. Lengo sio hivyo, anataka kutuonesha kwamba umakini ni sehemu kubwa ya dini. Qur'ani aliyokuja nayo inasema mkizipata habari fatabayanu, zitafutieni bayana, zitafutieni uthibitisho, msikupurupuke, kwa sababu mkikurupuka tunachohofia antusibu qauman bijahala, mnaweza mkapatikana na mambo ya kijinga sana, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkajikuta katika yale mlioyafanya mnapambaukiwa, mkawa mnajuta, mnamsikitikia. Lazima tafiti katika kila jambo. Leo zikija habari waliyadhu billah, umesikia hapo Buguru nilozana nini? Osman Maiko bwana kafanyaje? Wamemfumania bwana. Basi na wewe hata hukufanya tathbiti, hukufanya bahati, tafiti, unazidi kuyaeneza. Unakuja kwa Sheikh Adam, Sheikh umesikia hizi habari lakini zinapoendelea unazisikia. Siku moja nilikuwa na Sheikh Saidi, kuna bwana mmoja ndio Sheikh Abasi Charles. Sasa pale sijui kapata simu kwa mimi ndo nilimwambia, nikamwambia Sheikh Adam kanaambia Sheikh Abasi Charles, unakumbuka Sheikh Adam uliniambia, kaniambia Sheikh Abasi Charles amefariki dunia. Basi wakati tunazungumza na Sheikh Saidi, nikamwambia Sheikh Adam kaniambia Sheikh Abasi Charles amefariki dunia, mhadhiri. Pale kapiga simu kidogo, Sheikh nasikia bwana Sheikh Abasi. Nikamwambia Sheikh mimi kanaambia fanya kwanza uthibitisho. Mimi sikukutajia, tulikuwa tunaongea tu katika habari, tukamtaja kwa kheri Sheikh Adam na hili likaingia. Nikamwambia unaweza ukatangaza msiba wa mtu na hata hajafa, fanya kwanza tathbiti. Sasa leo ukisikia Osman Maiko kishafumaniwa, na wewe unaeneza, unasambaza, mwisho unakutana na Osman Maiko, Sheikh mbona unanichafua habibi? Bwana nilisikia kumbe si za kweli, lakini si ushayaeneza. Angalia hekima za wanazuoni. Mtu anakuja analia, vipi fulani kanitoa jicho, na mkitizama jicho lile limetoboka kweli, lile jicho limepasuka, msiseme chochote wala msitukane, mwambie pole sana. Sasa kaa hapa tumpate huyu alokupasua jicho, tuangalie kwa nini kakupasua jicho. Tahamaka mkimtafuta yule anayeshukiwa kwa ubaya, yeye kapasuliwa macho yote mawili, yeye kawahi moja kalipiza, mbaya zaidi nani? Lakini mngemsengenya, mngemsema. Wallahi kupitia mafundisho haya siku moja nilipata faida kubwa sana. Nilikutana na dada mmoja, si vibaya kumtaja, alikuwa ni dada wa Zanzibar.
Dada huyu alikuja pale nyumbani kwangu katika dawati la counseling. Maana tunaanza kesi hizi hatua ndogo, baadaye mpaka katika dawati la kijamii huko. Shida yake kubwa, mumewe anarudi saa 6 za usiku, saa 7 za usiku. Yeye hawezi kula bila ya mume wake, anamsubiri kwa umakini, lakini mume akirudi bwana, hina zimekauka zote. Bibi huyu, nachoka shekhe, bora nipewe talaka yangu. Nikasema sio kwa na bahati habahatiki. Sisi haya ndo tunayatafuta, mke ambaye lazima ule naye. Lakini nikamwambia, umenieleza, nimechukua maelezo ya upande mmoja. Sasa nitataka na huyu bwana mkubwa aje, halafu haya mashtaka unishtakie mbele yake. Nitaweza kuhukumu, siwezi kuhukumu peke yako. Dini haijasema hivyo, kwa sababu hakuna mtu atajisamea mabaya. Hata mtu akienda kuposa atajitajia mazuri yake, huwa mimi napenda kusimama usiku, huwa mimi napenda kazi, hataji mabaya yake. Mwache hayo. Ile bwana alipokuja nikamwambia, shekhe, umesikia hizi kesi? Ambia naam, nimezisikia. Ni kweli shekhe, mimi nimekwenda umra, nasali, nafanya kazi kwa bidii, narudi saa 5 za usiku, lakini sasa hivi naona nirudi saa 7 kabisa usiku. Haya kulikoni? Ambia, nilipokuwa msela nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu nipate mwanamke kama huyu, mtu wa kula naye, nirudi chap chap nyumbani. Najitahidi kurudi nyumbani, lakini nikirudi mke wangu ni atharfara, ana mdomo, ana maneno yanakera, yanaudhi. Yani nikirudi tu nyumbani tunafungua mkutano wa bunge, maneno likitoka hili basi mpaka kichwa kinanivurugika, sina amani. Sasa naona bora nichelewe kwenye maskani ya kahawa, kwenye mpira, angalau mkija amelala napata amani. Kwa hiyo huyu ndo anayenifukuza. Mwanamke akasema basi sirudi tena, mimi nilikuwa najua hakuna neno. Umeona sasa? Lakini kama tusingesikiliza huku na huku, angetuhumiwa sana yule mwanaume. Na ndio tunavyofanya kwenye baraza za usuluhishi. Huyo mume wako si mwaminifu huyo. Kinachomweka ndani nje mpaka saa hizi ni kitu gani? Unavunja ndoa ya mtu hivi hivi. Ndio Mtume sema, bashiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Watu mambo yafanyeni mepesi, yasiwe mazito, msiwafukuze watu. Sasa hii aya mabwana, tukiishi nayo, tafiti katika lolote, hasa kwa Dar es Salaam hii, tafiti katika lolote katika Dar es Salaam hii, ukiwa na mpango huu ujikwai hutelezi. Kuna uzushi mwingi sana umetokea katika maisha yetu na umetuvuruga. Kumbe kuna watu wataka kuiba, kukuuza gazeti. Kumbe kuna watu wataka wanasema siku zote wajinga ndo wali wao. Hata kiumbe Masihi Dajjal atadili sana na amatu nas. Wajinga, watu wa kawaida, hawana muda wa kutafakari. Unaona maudhui kama haya nikiyapeleka katika jamii, kuna akili nyingi, kuna akili zilizosalimika, lakini kuna watu hawayachuji mambo, na Muislamu hatakiwi kuwa hivi. Siku moja nilitoa hotuba moja pale Al-Haramain, pale chini pale Al-Haramain. Basi mtu mmoja nikamsikia anasema, umemsikia Uthman Maiko huyo? Yani huyu bwana nahisi amesoma darasa moja na Mtume Muhammad. Angalia, hachuji mambo, na hichi alichozungumza ni sawa. Huyu hatari kweli kweli. Sasa isikawa nafuu, mwingine akaenda kumwambia mwenzie, Sheikh, hivi unajua huyu bwana ni nabii? Eti mimi ni nabii? Yule nabii yule. Sasa juzi wakati Disemba 29 ilipotokea katika uchaguzi, nikatoa makala nikazungumzia amani. Basi mmoja akapiga simu ofisini, wakapokea watu wa ofisini kwangu, akasema, mwambie Sheikh Uthman Maiko kuanzia leo si swali tena. Ameniudhi sana katika mada yake. Yeye anaongelea amani, kashapewa pesa na serikali. Mwambie kuanzia leo si swali, tutajua na kiyama. Wewe Uthman Maiko ni nani katika Uislamu? Mjue katika jamii wako watu ambao hawana fikra hiyo, lazima muwakumbushe, kwa sababu uzushi ni mwingi sana katika jamii. Haya mambo ya Freemason wallahi ni uzushi, hamna chochote, na huo ndio ukweli usiopingika. Kuna kadhia hadithul ifk, hadithu saa, kuna kadhia imetokea juzi na mpaka sasa hivi bado ina trend. Ukishikwa bega
Najua wenyewe mali hakuna, zishapotea. Hata jana nililizungumza kidogo msikitini, kipenzi changu imamu katika msikiti niliokuwa nao akaniambia, shekhe, sasa pita uswalishe. Akanigusa bega, pole, nimekushika bega. Nikamwambia, shekhe, nitakuja kuchunguza baadaye. Hakuna hizi habari. Kongo nimepigiwa simu, wallahi. Mtu mmoja ambia, Sheikh Uthman, kuna ndugu yangu kabisa niko naye hapa, analia, ameshikwa bega, sehemu zake za siri zimeondoka. Nikasema bado analia, ajafa tu. Sasa shekhe, dawa unayo, tunakuomba utusaidie. Nilichomwambia ni cha kwanza, nikamwambia hakuna ugonjwa unaokosa dawa, ila nakuomba kwa ihsani yako mnipigie picha sasa hivi nione, ili nijue dawa gani. Walipotea jumla, hakuna habari hizi, ni uzushi. Mtu mmoja kutoka Zanzibari ananipigia simu ya uzushi huu, anaambia Pemba, anambia shekhe, mimi nakufuatilia sana, haya masala yana ukweli au hayana ukweli? Kwa sababu kuna mtu kamshika mtu bega, kapigwa, kafa saa hizi. Hebu angalia tunakoelekea Waislamu, mtu kapigwa, kafa. Na juzi nikaona Mwanza huko, bodaboda kakamatwa na polisi, kaanzisha uzushi kwa sababu anabeba abiria wake, yule abiria kamshika mabega, kaanza kupiga kelele, nishaibiwa. Akapelekwa kituoni kwenda kutizamwa, mali hazijaibiwa. Kaanzisha uzushi tu na tension katika jamii. Haya mambo haya unakuta hata wewe umu msikitini umeyasambaza bure, na huu ni uzushi. Ulimi una madhambi mengi, wanasema wanachuoni, una madhambi karibia 80, na miongoni mwa madhambi uzushi, kucheza vibaya na akili za watu, na watu wanaibiwa. Na usione kwamba jambo dogo, vifo yamezuka, viungo vya albino, watoto wameuliwa kiunyama, ni watu wanazua tu. Buguruni hii mpaka wimbo ulitungwa, unashangaa nini? Na leo Jumatatu nenda kashangae Buguruni, mtu kugeuka chatu. Yuko wapi yule mtu aliyegeuka chatu hapa? Kanda hiyo mtu lazima anunue Buguruni, unaambiwa, na hakuna chochote. Nendeni Temeke pale hospitalini watu walijaa hivi. Kuna watu wamegandiana, wananisiana kwa kitu gani? Hospitali wagonjwa, disturbance, sasa askari wanafukuza watu. Mwingine anazua la kuzua, wanatufukuza tusiyajue. Mnasumbua watu, hizi habari hakuna. Watu wauze magazeti. Sasa maalasaf yamekuja mambo ya Freemason, yakahusishwa anti Lucifer anamkaribisha kiumbe Masiha Dajjal. Jamanini, hakuna mtu yoyote kabisa anaweza kumzungumza Masihi Dajjali ilivyo kama Waislamu, kwa sababu Mtume ametoa hutuba kamili mpaka atakapotokea mashariki ya Saudi Arabia au ya Madina, sio USA wala si UK. Mashariki ni Iran, mashariki ni Iraq na Syria. Huko ndo Mtume akasema kiumbe huyu atatokea, na kiumbe huyu si jini, ni binadamu kabisa. Tena baadhi ya wanazuoni wanasema hata si mtu, ni teknolojia. Mpaka wengine wakasema ile kuambiwa ataishi siku 40, siku yake moja ni mwaka, labda mwaka ni nchi fulani, mfano mwaka ni Amerika, alafu siku yake ya pili ataishi mwezi, pengine mwezi ni Israeli. Lakini wengi wakasema ni mtu, kwa sababu Mtume alitoa zile sifa zote, chongo hivi, na kisha zaliwa na yupo, ni mtoto wa Myahudi. Na huyu yupo kwa sababu vitabu vya manabii vinasema atazaliwa Masia, na yule Masia yule atapanda punda, atapigana jihadi Masia yule, kisha akishapigana jihadi yule Masia, baada ya jihadi yake atakaopigana nayo, habibi naomba hiyo, baada ya jihadi yake atakaopigana nayo atapanda punda, atapanda mnyama. Tabaan, naona saa hii haiendi. Atapanda mnyama. Alivyozaliwa Isa bin Maryam, Wakristo wakasema yule Masia ni huyu. Lakini alivyozaliwa Mtume Muhammad, kwa sababu amepigana jihadi, amepanda punda, tukasema ni huyu. Sasa Mayahudi bado wanamsubiri.
Kwa hiyo atakapokuja Masihi Dajjal wasema yule Masihi aliotajwa ni huyu. Kwa hiyo kuja kwake kumeonekana na dalili kazisema, wala hausiani na Freemason. Ama kusema anti Lucifer yupo, inawezekana kwa sababu si hata waganga wana mizuka yao ipo. Inawezekana ni shetani liko huko. Sasa ubaya uliokuaje, ili jambo limeingizwa katika vichwa vya watu, na ubaya zaidi tumeharamisha kila kitu mpaka maeneo yote tunasema ni Freemason, na jamii ukichezea juu ya mawili ushawapata. Jamii ichezee juu ya ishu ya mapenzi au juu ya kipato ushaipata. Kuna baadhi ya watu takuunganishia wachumba magrupu kwenye WhatsApp, huko mtu atashare, ataingia, atatafuta hao wachumba. Kwenye mitandao mwanamke mzuri atakwambia anaishi Amerika, mimi shida yangu nataka mume tu, matapeli. Na lazima uingie huko. Unakuta vijana wana dini, anaona huyu mwanamke akizungu kabisa, yani yeye atakandoa tu. Uongo, ni utapeli. Sehemu nyingine ya kudanganywa kwenye kipato, Sheikh, utatajirika, tutakufanya kadha. Angalieni mkipita vibao vya baganga, anwani ya kwanza kabisa mapenzi, takurudishia nguvu za kiume. Na wewe ni mzee wa miaka 80 na unachukua namba hili na miaka 80 utaka nini sasa? La pili, nguvu ya kumrudisha umpendaye. La tatu, tutakupa utajiri. Hapo wewe unaona da, hivi nilivyohangaika hivi. Allah anaitwa Ghani, alafu anaitwa Mughni. Mwenyezi Mungu ni tajiri, afu peke yake ndo anayetajirisha. Hakuna yote anaweza akatajirisha kabisa. Kwenye Freemason tukachezewa. Hawa watu wana nguvu. Sharti yao utoe kafara, umuue mama yako, umuue sijui nani wako, sijui utoe viungo vya albino. Ukiingia wewe umetajirika. Tukaamini hivyo bila kuchuja mambo, bila kuitizama Qur'an, na kati Qur'an imeongea mambo mpaka yatakayotokea siku ya kiyama. Mpaka mashehe wakaingia misikitini wakatuhamasisha nguvu ya Freemason. Shekhe, mimi hivi sasa si kama zamani, wala si tajiri na hela ya ugali tu basi. Lakini zamani nilikuwa hiyo hela ya ugali sina. Kipindi hicho ni maskini dhalala, nilisingiziwa mambo ya Freemason. Sheikh, nilitoa hutuba pale Nuru Yakini, msikiti wa kina Kishki pale. Nilitoa hutuba, mimi nilikuwa khatibu pale. Nimevaa pete yangu Sheikh, nikaa nazungumza na Waislamu, sijui vidole vyangu vimekaa hivi. Allahu akbar. Sheikh, nilishambuliwa, nikafuatwa na marafiki zangu, umekwisha, moto wa Mungu si mrefu, Sheikh umekuwa Freemason, tumeona alama zile. Mimi nakuwa Freemason tena. Basi wale mabwana wakanikata, wakaamini mimi ni Freemason. Sasa hicho kipindi sina kitu, kwa sababu ili trend limeingia kwenye akili za watu. Othman Michael Freemason, Freemason. Basi nikienda msikitini watu wananiangalia mara mbili mbili. Mimi nafanya da'wa, Freemason uko wapi? Haya yakaenda ikapita miaka 12 hapa kati. Nafanya hivyo dua zangu, dawa zangu, si biashara. Mwenyezi Mungu akazifungua akazifungua. Watu hawaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndo mpaji. Hii ni shida, ni upungufu wa imani. Shekhe tunayemwamini akaenda kutumia ibada ya Ijumaa kama ikaenda kutoa hutuba. Sheikh Othman Michael ni Freemason, kaingia kichwa kwenye Freemason. Alafu nikaletewa taarifa, mimi mwenyewe nikachoka. Kijana mmoja anayenipenda, mwanafunzi wangu, Kiarabu nilimfundisha mimi, mkamsimamia mambo ya tahfidhi, akaenda kusoma nje. Sasa wakati anakuja kusoma nje, ni mtu wa dini, ametokea familia ya dini. Sasa baada ya kusoma aje kwa shekhe wake, tuungane tusome rukia, tukamate majini tupate riziki. Akanambia, shekhe bwana, acha tu nikwambie ukweli, siku hiyo kaamua kunifungukia, nimekuja tu ile kujikaza, lakini nimekatazwa nyumbani kwamba usiende, shekhe wako kashaharibika, ni Freemason. Kwanza ukienda unaweza ukafa sasa hivi, ukapigwa shoti ya damu. Alafu nyumbani kwake kuna chumba speciali ya kifunguliwi hicho, anafungua peke yake. Nikajua yameisha. Mwingine akaja akasema, bwana, tuna habari zako, tunasikia kila wiki unazimia mara 3. Nazimia kila wiki, lazima uzimie mara 3. Alafu baada ya hapo ambia, kisha ukienda nyumbani kwake ukiwauliza wake wake, shekhe yuko wapi? Ambia, shekhe kasafiri. Waongo, kazimia. Kisha baada ya siku 3 akiamka
kuna masanduku ya fedha anayapata kutoka kwa Freemason. Mimi nikasema tunamuomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Mtume katuelekeza adhkari. Yani kote huko tumeshindwa kupata pesa. Huyo shetani ana uwezo gani? Sasa nilichogundua Freemason ni uongo. Hata waganga wetu utasikia kimessage kimeingia, tutakuunga Freemason. Wenyewe wamechoka hatari. Sijui utaunganishwa Freemason. Sasa juzi nikacheka sana. Nikiwa nimekaa chini nikaona clip moja TikTok. Kanisa Kenya limefungwa la Freemason, wameshindwa kulipa kodi ya majengo, limefungiwa. Nikasema Freemason kashindwa kulipa kodi. Kama Wakenya wamevurugwa hapa, ama kweli wamevuruga. Wameenda kumfungia Freemason. Hicho kitu hakipo. Hicho kitu hakipo. Posta, kuna kanisa lao, watu wanaingia uchi, kinyume. Inawezekana lipo kweli. Ni kucheza na akili za watu. Isipokuwa sasa, wallahi anna wa'ada Allahi haqq. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli kabisa. Mwanzo wa mchana mtu akisoma suratu Yasini, mambo yake yote ya kutwa yanakuwa super. Allah anasema wastaghfiruhu yumdidukum bi amwali wa banin. Hii istighfar inaleta mvua, inaleta mali, inaleta watoto. Atakayesali dhuha, ukipenda ite ishraq, huongezewa riziki yake. Anayesoma suratu Waqia, japo imekuja katika hadithi dhaifu, baina magharibi na isha, hautomsibu ufakiri. Kuna mambo mengi kabisa yanafungua vipato. Harakati, juhudi kwa bidii. Wacha kuwaamini waganga. Unakwenda kwa mganga kienyeji, yeye mwenyewe hana maisha yote. Eti unafika pale angalau akupe utajiri. Basi akutibie bure, anataka kuchukua tu hiyo pesa yako, hakuna chochote. Na ukienda kwa mambo ya kishirikina, kuna mengi utakutana nayo. Kuna mganga alitrendi eti anaunga watu Freemason. Mimi kaambia watu nitapeli. Nikaja kusikia habari, sijui ni huyo au ni mwingine. Binti mmoja akawa ameolewa ukewenza, ndoa ndogo. Angalia mashaka haya. Akaambia yule bwana anawaingiza watu Freemason, watu wanafanikiwa. Na sasa hivi si Freemason, kuna jicho sijui 7, sijui kuna jicho la 3, sijui kuna jicho la 10. Kila siku yanaibuka mambo mengi. Yule binti anasali, mume wake kamili upande mmoja, kamuoa kwa siri, haji kumtembelea. Binti kama yule, mguu mosi mguu pili, akadanganywa. Yule ana power za Freemason, mganga mkubwa Tanzania, nenda pale atakurekebishia haya mambo. Binti wa Kiislamu akaenda mpaka kwa mushrik. Alipofika pale, habari kubwa. Mganga akamwambia, unajua mimi naitwaje? Naitwa Mzee Ulizakaja, niko hapa. Mambo yako yote kun fayakun. Hewa inajifanya waungu hawa. Shida yako nini? Ambia mume wangu. Ambia sasa tunamweka mkononi. Binti kaenda na mama yake, binti muhajabati, mwema, takia, walia. Yule mganga kamuingiza ndani, alafu akamwambia vua nguo zako zote. Sasa nikishavua nguo, kinachofuatia nini? Yuko na mama yake mzazi binti. Baada ya pale, mganga anakuja kutaka kumfanyia machafu. Akamwambia mganga, inakuwaje? Ambia kuna dawa, na hii dawa huwezi kupakwa ila kwa njia hiyo. Angalia mama, mwanangu, kubali tu ili ufanikiwe. Tunasikia huyu ni kiboko kweli kweli. Maskini we. Binti akaziniwa. Baada ya kuziniwa akatiwa dhiki. Hawa ni wakala wa mashetani, waganga mushirikina. Akamwambia baada ya hivi usioge wala usitie udhu mpaka siku mume wako aje akutane na wewe. Akishakutana na wewe ndio ukaoge. Mume mwenyewe anakuja kwa shida, wiki nzima kakaa na janaba, angefariki. Kamgombanisha na Mola wake, hakuwahi kuwa tariku sala, akawa hasali. Hii yote ni athari kutekeleza vitendo vya kishirikina. Siku mume ndo anakuja, yale mambo yanafanyika, ndo anaenda kujitahirisha, anasali. Amekosa sala bure tu. Mwenyezi Mungu yupo na anayaona. Baada ya mwezi, binti yule kwenye nafsi yake anaona unatoka usaha, vinatoka vidonda. Kulikoni? Anakwenda zake hospitalini kuitizama afya yake. Alipofika kule hospitalini,
akakuta ni mwathirika wa ukimwi kutoka kwa mganga. Sasa binti kachanganikiwa, Freemason umeniponza, ushirikina umeniponza, sasa nifanyeje? Nijiondoe kwenye ndoa kimya kimya nikimbie, au nimwambie mume wangu ataniua, kwa sababu bila shaka nishamwambukiza naye ana mke mkubwa, na yule mke mkubwa atakuwa amepata, na dhulma kubwa ilionikuta kwa waganga. Yule mama yule ana mtoto anamnyonyesha, mtoto hana makosa, hajaona dunia, naye nitakuwa nimempa athari za ushirikina, athari za Freemason. Kwa hiyo haya mambo mabwana hayapo, na tusiyape power, na usitamani kutajirika kwa njia kama hizi. Utakosa fadhila za Mwenyezi Mungu, utaua maalbino, utalaanika, utavunja vyungu sana. Nikumalizie tu, ushavunja sana vyungu, ushatembezwa sana makaburi, ni uchi na hamna chochote tena, ndio inazidi kabisa. Usiende, njia za sunna zipo. Kufunga maneno, mama na pesa zake anaenda China, analeta magari anauza hapa, wanawake wakamtia wasiwasi. Wewe usiende hivi hivi, tafuta kinga. Kaenda kwa mganga kutafuta kinga tu, mganga kufika ambia afadhali umekuja, wewe una bahati kubwa. Walimu wanakuambia wewe uwe mganga, mimi sijafuata kwa mganga, mambo yangu yako sawa, na hiyo si bahati. Mama yule ananiambia alikuja kwangu, nilipotoka pale miguu yote ina ganzi, baada ya wiki nimekuwa kipofu, nimefilisika kabisa. Wakala wa shetani, nilipofika kantia majini, kaniroga. Hiyo ndo amali ya mashetani hii. Wewe usidanganyake na Freemason. Baadhi ya watu wanajinasibu shekhe anafanya tiba, Freemason wamenipigia simu, wameniita, wako wapi Freemason bana? Watu tuna njaa. Nchi ya Marekani kama ndio yupo, mbona wanatafuta tenda, wanatafuta mafuta katika nchi za watu? Si Freemason angewasaidia jamanini? Hakuna jambo kama hilo. Tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah inshallah ataleta. وقال عز من قائل عليهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.